Niwapongeze vijana wote ambao wamehudhuria siku hii leo, na sisi kama CRDB tuna mkakati maalum kwa ajili ya vijana, tukitambua kwamba hili ndio nguzo ya taifa na uchumi wa nchi yetu kwa miaka inayokuja. Jambo kubwa sana la msingi ambalo naambia vijana, hasa wanaomaliza chuo na walioko vyuoni, kwamba mafanikio yao ya maisha yako mikononi mwao. Wameshapata elimu ya madarasani, wamefaulu vizuri, wana vyeti, wana uzoefu, wanaongea lugha vizuri, wanajua kutumia teknolojia, wana access kubwa ya taarifa kuliko wakati mwingine wowote. Kwa hiyo ni namna gani ambavyo kila mmoja anachukua hatua binafsi ya kuamua kujiendeleza zaidi, kujifanya kuwa bora zaidi, na kujifunza tabia mpya nzuri zaidi, na kujifunza namna gani dunia hasa kwenye sehemu za ajira na sehemu za biashara inataka, na wao wenyewe waweze kwenda zaidi hapo. Jukumu la kuziba pengo kati ya kile walichokipata shuleni na kile ambacho kinatakiwa mtaani sasa hivi liko mikononi mwao, na ndicho ambacho tulikuwa tunajaribu kuweza kwa challenge kwamba kila mmoja achukue hatua, aanze mwenyewe, kila kitu kiko mikononi mwake. Mtu kubwa naona kwa vijana ni wengi wao wanashindwa kuelewa uwezo walionao binafsi, lakini pili, wengi wanashindwa kufahamu namna gani waweze kutumia huo uwezo na nguvu kuweza kupiga hatua kwenye maisha, kwa sababu ana kila kitu. Tofauti na sisi hizo, hakuna internet, hakuna nini, unasubiri gazeti litakalotoka once a week. Lakini sasa hivi wanazo taarifa zote mkononi, wanaweza kuamua kwa kitu chochote ambacho wanahitaji. Kwa hiyo wanachohitaji sasa hivi vijana ni msukumo kama huu ambao tunafanya, kuambia kwamba ipo, mnaweza, mnayo, anzeni. Moja wapo ya nguzo za mkakati wetu wa miaka 5 wa benki ya CRDB 2022 mpaka 2027 ni vijana na wanawake. Na sisi kama CRDB tumeamua kuwekeza kwa vijana kwa kupitia programu yetu ya Imbeju, ambayo inatoa mitaji wezeshi ambayo ni rahisi, yenye riba nafuu na ya muda mrefu, kulingana na kila uwezo wa kila kijana au kikundi ambacho atakuwa nacho. Kwa hiyo tunawezesha kimitaji, tunawezesha kimafunzo, tunawezesha kifursa kwa maana ya kufanya uatamizi, incubation. Mnakuwa na wazo, linaenda linalelewa mpaka linakuwa, na wengi wanaweza kufanikiwa kwenye maisha yao. Kwa hiyo zaidi ya 10,000 vijana wameshaanza kunufaika tayari na Imbeju, na wakina mama zaidi ya bilioni 10 na zimeweza kutolewa kwa vijana na wanawake kama mikopo nafuu na mikopo wezeshi. Kwa hiyo tunaendelea kujikita kwa vijana na tunahakikisha kwamba taifa letu linakuwa na watu wenye nguvu ambao wanajiweza na wenye fursa ambazo zinaweza kuendeleza nchi yao. Majina naitwa Landry Magaruka, nasomea DIT. Kwa mafunzo haya leo ni mazuri sana kwa vijana, yanatusaidia kujua na kuwa wabunifu katika jamii, ambayo unaweza kulinki vitu ambavyo unasoma shuleni na mtaani na ukasaidia kutengeneza project nzuri. Kama hapa sasa hivi nishapata mawazo mazuri na kusaidia jamii na project ambazo zinaweza kuja kusaidia jamii katika biashara na kazi endelevu, ambapo tumeongelea sessions za AI na nyinginezo. Sana ni swala la kujitambua, ambao unakuta katika kazi za kila siku unakuta mtu hawezi kulinki kwamba hii shida ambayo ipo sasa hivi, mfano matumizi ya AI. Kama tumeona wabunifu hapo wametengeneza project zao ambazo ni usalama wa mtandao na nyingine za hospitalini, ambazo kama kuna founders ambao wametengeneza AI ambayo inaweza kutibu cancer. Kwa hiyo na sisi pia inatupa sisi akili ya kusema kwamba tunaweza kutatua matatizo mengine zaidi ambazo yanaweza kusaidia maisha yetu kwa marahisi. Naitwa Maureen Clifton Kisanji, mwanafunzi wa Mzumbe University Morogoro. Kwa leo kuja hapa kwenye Knowledge Beyond School, nimejifunza kwamba kuna fursa nyingi sana kupitia mitandao ya jamii ambayo tunaitumia AI, ambayo inaweza kutuingizia hela kwa wepesi. Kwa hiyo nimeona kwamba tusiwe tunaogopa kuchukua opportunities tofauti, kwa sababu kupitia hizi events tunaweza tukapata mafunzo tofauti. Kwa mfano mimi nimeshajifunza namna kutumia AI na kutengeneza website. Vijana wengi hawapendi kuchukua hatua, wakisikia hizi events wanaogopa kuja, na pia wanaogopa kwamba kutakuwa kuna charges, pia wanaogopa kwamba hizi ni vitu vya watu wakubwa tu, lakini pia watu wadogo hata wa secondary or university tunaweza kuja na kujifunza mambo mengi. Kwa watu wengi hawapendi ku take a step ahead. Yeah.